Leo natamani ni share na wewe jambo moja ili ambalo ni kisa ambacho kwa namna moja ama nyingine kitakusaidia kujifunza jambo kama unatamani kunyoka katika njia ambayo iko sahihi kwa hapa duniani na kuishi vyema na watu. Kuna baba mmoja alikuwa na mke wake na walikuwa wamebahatika kuwa na watoto wawili. Lakini mme pia kabla hajaoa huyo mwanamke alikuwa na mtoto mmoja wa tuseme wa nje ya ndoa. Sasa wakaenda hivyo wakawa wanalea watoto wao wote watatu, kwa maana ya kwamba yule wa mmoja wa mwanamume na wale wawili wa yule mke ambaye yuko naye. Yule mwanamke alikuwa akimnyanyasa sana yule ambaye ni mtoto wa nje ya ndoa, yani wa mume wake. Kuna muda mwingine alikuwa akipika chakula kipo kabisa na pengine wamekula, wameshiba, wametosheka. Yule mtoto wanampa makombo, ama hata muda mwingine yale makombo wasimpe, wanachukua maji wanamimina kwenye ile sufuria lililokuwa na pengine na wali, na wanaenda wanaosha chakula ambacho kimebaki kwenye hotpot, wanapeleka dampo. Kumbuka kipindi hicho ilikuwa ni mwaka wa 2000. Mwaka 2000 watu walikuwa wameweka utamaduni wa kijinga sana kwamba ukionekana unatupa chakula ndo labda pengine uonekane kwamba una maisha. Na baadhi ya mabinti wengi walikuwa wakifanya hivyo, na baadhi ya wanawake ambao pengine naweza nikasema hawana akili walikuwa wakifanya hivyo. Yule mtoto wakawa wanamtesa kwa namna moja ama nyingine kiivo, lakini Mungu ni mwaminifu. Kupitia yale mateso na suluba, yule mtoto alikuwa anaingiza kitu kichwani kama sehemu ya kujifunza nini maisha ni kitu gani. Na baada ya muda kama miaka mingapi hivi, kama 7-8 hivi, yule mbaba, yule mwanamume wa yule mwanamke alifariki. Sasa pale ndo ilikuwa changamoto juu ya changamoto kwa yule mtoto ambaye alikuwa ameachwa pale, ambaye alikuwa akinyanyaswa. Ilikuwa inafikia tu kula kwake au akinywa chai, wakala chakula cha mchana, cha jioni, wanakuja kumkumbuka katika makombo ya usiku. Na muda mwingine si kwamba anaenda kula nao, hapana. Wakimaliza kula ndo anamwambia kachukue kule kama uangalio kama utakikuta kale. Na alivumilia. Wakaenda mwisho wa siku akafika miaka ambayo bila shaka ilitosha kwa kujitambua. Nadhani ilikuwa ni kwenye miaka 18 au 17, 16 humo. Akaamua kutoka pale na kwenda kutafuta maisha. Na alipoenda kutafuta maisha yake hayakuwa ya ovyo. Alibahatika kufanikiwa kuwa na maisha. Na alipofanikiwa kuwa na maisha, yule mama ambaye alikuwa akimfanyia vile, japo alikuwa baki na nyumba na kila kitu, na wale watoto wake wa yule mama, siwezi nikakwambia wana maisha. Wale watoto wa yule mama wengi ni wale ambao wameharibikiwa cha pombe kwa kwenda mbele, kwa sababu kipindi hicho badala ya kuwafundisha malezi sahihi nini, alikuwa akiwapa vitu vya kianasa zaidi, akifikiria anawalea. Mtoto anaenda shuleni na pikipiki hivi pikipiki takora na nilila la kenge, kanaenda kamebinuka nyuma. Mtoto alikuwa anaenda nako shule akiwa anafikiri ndio maisha kayamaliza. Akashindwa kujua kwamba inabidi atengenezewe mazingira ambayo yatamfanya kuona nini uthamani wa kile kilichopo ili kiendelee kudumu. Kwa hiyo walivyokuwa akiishi hivyo na watu, jamii ikawa inachukulia hivyo, lakini mwisho wa siku watoto wa yule mama waliharibikiwa kiujumla katika mlengo wa maisha, na tunaweza kusema ni watu ambao hawana future. Miaka ikaenda, miaka ikarudi, yule mama alipata stroke.
aelewe, alipata nini? Stroke. Baada ya kupata stroke, wale watoto wake ambao pengine ndio alikuwa anaona wa maana, akila nao chakula mezani pake, wameshakuwa cha pombe, hawana lolote wala hawana chochote. Yule mtoto ambaye alikuwa akimnyanyasa na kumpa mateso na suruba kali, ndo yule ambaye ameenda akapambana, akafight huku na huku, akapata maisha. Na ikawa akimpigia, ama kuna mtu alimtafuta akamwambia fulani, na nilikutana naye mkoa fulani, jiji fulani, na ana maisha, kwa nini sasa usimtafute ili akaona namna ambavyo anaweza akakusaidia kulingana na hii changamoto ulionayo. Bila shaka yule mtu akampa namba za yule kijana. Yule kijana alipopigiwa ile simu na yule mama, kwa sababu namba yake toka ametoka pale kwake alikuwa hajawahi kumtafuta, ila alikuja kumtafuta pindi ambapo alipata matatizo. Na kijana ameshajiipata, huyu mama yuko kwenye tabu. Sasa swali langu liko hivi: je, huyo kijana anapaswa kumsaidia huyo mama? Huyo kijana anapaswa kumsaidia mama huyo? Wewe unaonaje? Huwa napenda kukuwekea kile ambacho mimi nakisikia moyoni mwangu binafsi, kama ni mimi. Hebu ngoja tu niachie hapo. Bila shaka utakuwa na la kujifunza mpaka hapo. Na je, utahisi anapaswa kumsaidia au asimsaidie? Kwa sababu tunaambiwa malipo ni hapa hapa duniani. Sasa kama ni malipo ni hapa hapa duniani, unamshauri nini huyo kijana? Haya, jifunze kitu hapo.